Kwa jina naitwa Rajab Mbaramwezi. Ni kiongozi wa klabu ya Watoto Afrika tangu 2019 na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwamba ulitokea mgogoro takriban miaka minne yote, lakini siku ya Ijumaa tumemaliza mgogoro, kwa sababu kulikuwa kuna msuguano pande zote mbili, pande ya kwangu mimi kama mwenyekiti Rajab Mbaramwezi, lakini pia na pande ya Gaspar Mundaliela kama mwenyekiti, naye pia upande mwingine wa klabu ya South Africans. Sasa kwa mujibu wa katiba ya Toto Africans kwamba inasema kwamba kamati tendaji ya Toto Africans ndio itakateua kamati ya uchaguzi, na kamati ya uchaguzi itakwenda kuthibitishwa kwenye mkutano mkuu, na baada ya kuthibitishwa kwenye mkutano mkuu, kamati ya uchaguzi itaendelea na mchakato wake wa uchaguzi mpaka kiongozi anapokuwa amepatikana. Kwa sisi kipindi kile tulifuata utaratibu, kwa sababu kwanza tulikuwa ni viongozi, na kama katiba inavyotupa mamlaka kwamba muda wetu ulipokuwa umekwisha, tukaikitisha kikao cha kamati tendaji kwa mujibu wa katiba ya Toto African Sport Club. Lakini pia kamati tendaji hiyo ikaenda kuteua kamati ya uchaguzi, ambaye mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi kama katiba inavyosema ni wakili ambaye ni Nkanda, ndio alikuwa mwenyekiti wa uchaguzi. Na tukaenda kwenye mchakato wa uchaguzi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tena nikashinda kuwa mwenyekiti wa klabu ya Toto African Sport Club, kwa sababu nilikuwa kiongozi kwa mujibu wa katiba, lakini pia katiba hiyo tena ikaniulisha kuwa mwenyekiti wa klabu ya Toto Africans. Lakini pia upande mwingine wa wenzetu Gaspar Mundaliela leo wakaenda kufanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya MZFA. Kamati ya uchaguzi ya MZFA, kamati ya ada zao za wanachama MZFA. Kwa hiyo mgogoro huu ulisababishwa na chama cha mpira mkoa wa Mwanza, kwa sababu vilabu vyote, kila klabu inafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yake. Kwa mfano chama cha mpira la Nyamagana wanafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yake, na kamati ya uchaguzi inatoka kwa mujibu wa katiba ya chama cha mpira la Nyamagana. Na halikadhalika hata chama cha mpira MZFA pia wanafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yao. Hawawezi kwenda kufanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya aina yote. Kwa wenzetu wakaenda kufanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya MZFA, ambaye ni makosa kwa mujibu wa katiba ya Toto African Sport Club. Kwa mfano mimi ni mwanachama wa CCM. Ada yangu ya wanachama wangu mimi wa CCM nimekwenda kulipia MZFA na nimeenda kulipia Chadema. Kamati ya uchaguzi inatoka Chadema. Haya, chombo kinachotusimamia uchaguzi kinatoka Chadema. Alafu nije niongoze CCM, ambaye kwa mujibu wa katiba ya South Africans au kwa mujibu wa katiba zozote, ukienda kufanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba nyingine, ada yako ya uchaguzi ukaenda kulipia kwenye klabu nyingine, automatic wewe sio mwanachama wa klabu ya South Africans. Sasa hii sisi tumeangalia kwa mapana, tukasema haya mambo tuachane nayo, sasa twende tukaanze upya. Na ndio maana tumekubaliana kwamba sisi sote kuwa kitu kimoja, na nautangazia umma na wapenzi wa klabu ya South Africans kwa mujibu wa katiba ya Toto Africans kwamba tunakwenda kuitetea haki sasa katiba ya klabu ya South Africans, na haya mambo mengineyo yote yasiweze kujitokeza tena. Lakini cha pili, kwamba naomba sana vyama vya mpira vilabu, hususan wilaya, mkoa na hata TFF, kwamba lazima uchaguzi unapofika lazima wafanye uchaguzi kwa mujibu wa katiba yake, kwamba na chama cha mpira MZFA wajaribu pia na wenyewe kwamba kuangalia kwamba vilabu vyote vinafanya uchaguzi kwa mujibu wa katiba yao. Usije kujitokeza tena kwamba hata kwa vilabu vingineo kwamba kuchukua katiba ya MZFA kwenda kufanyia uchaguzi kwenye klabu ya Toto Africans ni kosa. Kwa hiyo mgogoro mkubwa wote huu umekinginyika kutokana na katiba. Unaona, watu hawakufuata katiba ya klabu yao, wakaenda kufuata katiba ya chama cha mpira MZFA, na wakaungwa mkono MZFA aliyakuwa inakuwa haina mashiko, kwa sababu ukienda kule ina maana kwamba wewe sio mwanachama wa klabu ya Toto Africans, bali unakuwa ni mwanachama wa chama cha mpira mkoa wa Mwanza MZFA.
Kwa hiyo kukosea ni sehemu ya ubinadamu, lakini pia na sisi tumeamua mambo mengine yote tuachane nayo ili twende tuwe kitu kimoja. Na Ijumaa tumemaliza huu mgogoro. Kwa hiyo sasa hivi klabu haita mgogoro, tuko shwari kabisa. Na tumeamua kuungana kuwa kitu kimoja kwa maslahi au kwa mapenzi mapana ya klabu ya Soso Africans jijini Mwanza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.